Gede jaribu kusogea, Stefan Kiazizi katika nafasi, Joseph Gede. Tarehe 24 ya mwezi wa pili ya mwaka 2024, klabu ya Young Africans ya Dar es Salaam iliandika historia ya kutinga katika hatua ya robo finali kwa mara ya kwanza katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kupata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Belouizdad ya nchini Algeria. Mission accomplished. Asiyefaa amefaa. Mshambuliaji wa kimataifa wa Ivory Coast Joseph Gwede aligeuka kuwa dhahabu baada ya kufunga goli muhimu katika mchezo, akipewa pasi saidizi kutoka kwa mkali wa dimba Stefan Aziz Ki. Joseph Gede, operation ya kwenda hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika, ni mwamba kutoka Ivory Coast, Joseph Gede. Klabu hiyo ya wananchi ilihitaji mabao 4 ili kufuzu katika hatua ya robo finali katika kundi D lililokuwa na vilabu vya Al Ahly kutoka nchini Misri, CR Belouizdad kutoka Algeria, Midyama ya Ghana na wananchi, jambo ambalo lilifanikiwa katika kikosi cha aliyekuwa kocha wa klabu hiyo Miguel Gamondi. Swali lililopo katika vinywa vya wapenzi wa soka hivi sasa ni wananchi kutoka mitaa ya Jangwani Kariakoo wataweza tena kufuzu katika hatua ya robo finali na kuandika historia nyingine. Hadi hivi sasa Young Africans wapo nafasi ya 3 katika grupu B wakiwa na alama zao 5 baada ya michezo 5, nyuma ya AS FAR Rabat ya nchini Morocco yenye alama 8, huku Al Ahly ya nchini Misri ikiongoza kundi hilo na kuwa timu ya kwanza kufuzu katika kundi hilo. Ili Young Africans ifuzu tena robo finali kwa mara nyingine, inatakiwa ifanye jambo gani? Mtaalamu wa soka kutoka Tanzania Ibrahim Kasuga anaeleza njia itakayoifanya Young Africans kutinga hatua ya robo finali. Sema kikubwa ambacho anakihitaji ni bahati kwenye hili eneo, kwa sababu bahati mbaya sana anacheza mechi yake, lakini pia anategemea matokeo ya mechi nyingine. Kibarua kikubwa sana kinaanza kwenye eneo hilo, na ni kwa sababu Young Africans anachokihitaji yeye ni apate matokeo ya ushindi. Atafikisha alama 8, ambazo alama 8 ni sawa na alizonazo FAR Rabat, ambapo kwenye head to head wanafanana 1-0 kila mtu alishinda kwake. Kwenye goal difference tofauti yao kwamba Young Africans yeye ana -2, kwa maana kwamba anadaiwa magoli 2, wakati FAR Rabat ana chanya ya goli 1. Kwa hiyo Yanga walao wanahitaji goli 3 na kuendelea kwenye huo mchezo. Lakini pia ili mzigo wake usiwe mkubwa wa mabao, anahitaji kule Al Ahly walau washinde 1-0 au washinde 2-0 ili kwenye goal difference iweze kupungua. Kwa hiyo Yanga yakishinda atafikia alama 8 za FAR Rabat. Lakini sasa mtihani utabaki mmoja. FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, matokeo yatamalizikaje? Ikitoka sare kwenye hiyo game ya Al Ahly na FAR Rabat, manake Yanga ametoka. Klabu ya Yanga itashuka dimbani mwishoni mwa juma Februari 15 majira ya saa 10 kamili jioni katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar kuwavaa JS Kabylie ya nchini Algeria katika mchezo wa kutamatisha hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika.